Wakazi wa Isiolo walio kwenye makundi ya wachache wa kijamii na jamii zilizotengwa wamepata fursa ya kuwasilisha maoni yao kwa Tume ya Kitaifa ya Usawa na Utangamano (GEC) kuhusu rasimu ya sheria ya kitaifa juu ya makundi ya wachache na jamii zilizotengwa nchini Kenya. Kikao hicho kilichofanyika mjini Isiolo kilenga kukusanya maoni ya wananchi ili kuhakikisha kuwa sauti zao zinasikika na kuzingatiwa katika uundaji wa sheria hiyo muhimu. Wakati wa kikao hicho, wakazi wa Isiolo walielezea changamoto mbalimbali zinazowakumba zikiwemo ukosefu wa usawa wakati wa ajira, ukosefu wa vyeti vya umiliki wa ardhi pamoja na kutengwa na kusahaulika katika mipango ya maendeleo. Wakitoa maoni yao mbele ya kamati hiyo inaongozwa na mwenyekiti wa tume hiyo mzawa wa kaunti Isiolo Bi Rehema Jardesa, Wanaisiolo hao wametoa wito kwa serikali ukisha kuwa sera hiyo mpya inaleta mabadiliko ya kweli yatakayowajumuisha wote bila ya ubaguzi. Isiolo, mimi natoka jamii ya Waigi. Shida ya kwanza ile tuko nayo, ile makosa hata niliona tungekuwa na county government representative hapa kwa hii meza. Mahali tunadhulumiwa sana ni hapa kwa serikali ya county. Kitu ya kwanza, vile ile ndugu yangu alikuwa anakaa pale anasema nafasi yetu imechukuliwa na jamii kubwa. Hiyo mimi nakubaliana naye. Kwa sababu gani? Hapa Isiolo kuna slogan inatumika. Nadhani hata Bwana Yesu anajua, tukienda kwa mkutano, tukienda kwa sherehe, inasemekana tu habari tena, yani the big five and minorities. The big five ni ile kabila tano kubwa Isiolo. The minorities ile wanarifaa ni Kikuyu, Suyos and other tribes kutoka the country. Wale indigenous minorities kutoka hapa Isiolo kama Harti, Isaac na Wayu wamesaulika kabisa. Yani kulingana na vile mambo inaenda hapa ndani, hatuko kwa orodha, kwa register ya county government hatuko hiyo jina. Unaona? Ndio kwa sababu nilikuwa nataka representative wa county government, yani kama hata jina lako hakuna kwa orodha, utaitwa wapi? Tuko na national base, yani sherehe kama yani kama juzi tulikuwa na Mashujaa Day. Unaona jamii ya Meru, jamii ya nini, jamii fulani wanaitwa. Sasa sisi minorities hatuhusishwi, hatuko kwa hiyo orodha. Tuseme kama mimi sasa, mimi ni chairlady ya Wayu Women Group hapa Isiolo. Hatujaonja matunda ya devolution. Serikali walileta devolution karibu na wananchi, lakini sisi hatujawahi kuonja matunda ya devolution. Kwa sababu gani? Hata ofisi ya National Government, pesa ya NGAF kama kikundi yangu imeanzishwa 2011. Devolution saa hii tuko tani 300. Imagine, hatujawahi pata pesa ya NGAF. Ndio mimi ndio mama Isiolo kusaliwa miaka milele. Mimi ni soso, niko na 74 na ninaishi hapa tu. Sijaona uhuru wetu wa Kenya vile tunaendelea, sisi tunatairia kwa tunakula uhuru vizuri. Watoto wetu wapati kazi katika kaunti ya Isiolo. Nataka kutembea kwa ofisi, watu wanaongea mambo mengine wanawaza. Nataka siku moja rais wetu aseme bukuje kutembea kwa hii ofisi, bwana ni nguo moja ndio iko. Ikikuja hiyo nguo moja wakati tunasakua kama ni gavana, tunakuja kupima shamba zetu, inapima, unapewa makaratasi feki, unalipa pesa. Ukikaa miaka 5, wengine wanakuja, tunapimiwa tena, unapewa makaratasi kwangu nikipatia ni kiasi hii. Ile napimwa shamba, ninalipa renti, lakini sioni title, sioni nini, ninakaa hapo tu. Huyu tajiri anakuja ananunua kando yangu, ananisukuma na barabara nafunga, tunatokea kwa barabara kidogo. Tuna barabara, tuna mahali ya kuendea hata kukikua na nini. Barabara ya kukata kama inaingilia hapa, tajiri ananunua, anaingiza, anasema mangoroba, sisi tunakaa bila. Jamani,
rais wetu tulimsakua na kura. Mimi kwanza naitwa Safina Kadingu, mimi ni Mero wanakanyangiwa sini hapa wajulikani hata kwa mikutano. Siku hizi madaraka ndee yanaenda Mariti. Isiolo ina madaraka ndee. Wacha tusiete minority ya siasa, minority. Nakuja basi kusima kutoka Mero, nakuja hapa naitwa minority. Kitambulisho yangu inasema Isiolo Kutabesa Onti. Kusaliwa hapo. Na ya watoto yangu inasema na ya mwingine. Kwa nini majority inaletwa kwa sababu ya siasa? Ndio wanaitwa hata mkutano rais akisema atakuja Isiolo leo. Utaona wanasanywa wanakuja basi italala ukuja usiku ndio utaona wanajaa kwa uwanja. Ukiuliza mwenyeji wa hapa ili anaweza kutupia mawaidha ama kupea hii watoto mawaidha bila wanaweza kuenda. Ama ndio watu anakuja mgeni awetero wasee wamuonyeshe Isiolo vile inakaa aweze kuenda sana na Isiolo. Ndio nakuta leo Kamisi na hapa anaenda kesho kutwa. Ndio anakuja hakaikai kwa sababu hajui ukweli. Analeta la majority wakora wale wa minority anavaa kofia minority ndio hajui ukweli. Sisi Sabuedi ndio tunajua ukweli, wale wanasabudia na wale wasee wako na usungu. Tuko na usungu na nchi hii yetu. Hapa kukuwa na kambi ya simu, wakiulizwa hata simu wakwanja waasi jua ama ndisi ule alikuja wakati kulisengwa waasi jua. Tulikuwa tunakaa Soweto samani. Ndio naona kunachengwa koti, hata koti tuna. Ile koti ni ya kunyanyasa masikini. Masikini mtu anatoka Mero na pesa, anakuja anasema niko na allotment letter. Niko na title. Ambia rais yetu tunataka title. Ile mtu ako na kitambulisho Isiolo anainua hivi apewe title yake. Ile anatoka Mero, aende Mero ako na samba huko. Sisi tukienda Mero tuwezi hata kuenda kupata mahali ya kujenga so. Hapa ndio maisha yetu. County. Watoto wetu wale wanaandikwa wanakufia wengine kwa kasi. Walipi pesa yao. Inapotelea ndani. Inakuliwa na wakubwa ukienda Pairoa ikikutwa kama mtoto wangu ilisongezwa. Ikapotelea hapo. Hajapata miaka 3. Ambia rais aangalie Isiolo mzuri iko na kura yake. Iko na kura ya vijana, ya wamama, ya wazee. Sisi hapa tukukua na ukabila. Leo ndio nasikia makabila yako mingi. Naona barua hii ya kabila. Tulikuwa Sumale moja. Borona moja. Tulikuwa hata nini? Sisi milango 20 inakuja kwa sababu ya kukula pesa ya account. Inakuja kukula pesa ya account ile inaweza kusaidia masikini. Watoto watima wanakupia nyumbani. Tuko na watoto watima. Watoto wanaenda kuleta malemero wanakuja kuandikwa wanakula pesa ya yatima. Hiyo ukora. Ambia rais achunguze vizuri ukora hizi. Support hiyo mjadala. Kwa sababu katika hii kaunti yetu ya Isiolo vile wenzangu wametangulia kusema tumedhulumiwa sana sisi jamii zote ambazo ziko katika hii kaunti. For example vile juzi jeshi imeandikwa hakuna usawa iko hapo kwa sababu kuna ukifuatilia sahihi kama serikali iko na haki ya kutetea sisi utakuta wenye wameandikwa ni wenye wako na watu wao huko juu. Ukifuatilia kwa haki utakuta ni mtu ambaye alikuwa na godfather. Kwa sababu wakati wanachaguliwa ukifuatilia kuna jamii mtu unaweza muone ni maskini. Ukisikia wameandikwa unakuta kweli hai asante Mungu kuna mtu mmoja ameinuliwa. Lakini unakuta tajiri tu ndiye anaendelea kupanda juu. Maskini anaendelea kuteremka chini. Kwa hivyo kama serikali mtakuwa mnaweka hiyo sheria na iweko sheria na mfuatilie kwa haki. Kwa sababu usipofuata haki siku moja Mungu atakuuliza swali. Hasa upande wa Kabigarba sisi hatuna hata maji huko. Sisemi uongo, acha niseme ukweli. We don't have sisi wote Kabigarba wote maji iko shida. Hatuna, tunang'ang'ana tu, tunategemea water tunaumia. Tunataka borehole iongezwe huko. Hiyo ni point ambayo inaongea kuhusu minority. Tuko na shida ya maji, acha tuseme ukweli. Wale wa Kabigarba wako hapa.
Mko na maji kwa manyumba? Hakuna. Tunahangaika tujengewe maballs. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tunaomba pia mambo ya makaratasi, mambo ya title deeds tuwe consider. Hiyo ndugu yetu amesema ukweli, sio uongo. Lazima uwe na karatasi yako, itakusaidia. Mengi nadhani imeongewa, sitaki kupoteza muda. Tunashukuru wageni, karibuni. Na next time mambo ya minority muongeze namba ya watu bwana. Wakati wanaenda hiyo shughuli ndio ili tuweze kuparticipate, na tuliparticipate Nairobi. Nadhani the whole world knows that we participated, tukaongea, tukaonesha traditional yetu. Hata Waturkana wanatakana waongezwe, waoneshe kimila yao. Hii minority maana yake ni mambo ya wale watu walidhulumiwa, wale waliumia. We are not known. Sasa hivi tumeanza kutambulika. Lazima sheria pia iundwe na Kiswahili, sababu watu wengi wajasoma. Ya pili, ni lazima tutambulike kila mtu kwa usawa. Ukiangalia nchi ya Kenya, kuna watu wajasoma na wajaenda shule. Kwani kwa sababu ule mtu hajasoma anapiga kura anachagua rais. Kwa sababu ukiangalia Kenya vile wanaandika ni mtu amesoma, ni mtu ako na makaratasi. Na watu wajasoma kama wafugaji, kwa nini wasiandikwe kazi? Hata sisi tunapomana hiyo kitu ifikie rais na ifikie pia bunge. Sisi kama wale watu ambaye ni wafugaji wajasoma ni wako na haki pia wa kuandikwa katika taifa la Kenya. Kwa sababu sio mzuri tupige kura kama hatujasoma na hatujaenda shule tuwekwe nyuma. Kwa sababu tunaona kila wakati ile mtu ako na degree ndio hapo ofisi, tunaona kila wakati ule mtu amesoma form 4 watambuliki. So sisi tunaomba rais, kwa sababu sisi ni wa Kenya, tuandikwe kila mtu kwa usawa. Ukikuja kwa county, hii county tunaongea saa hii, kama unataka kwenda fanya research kwa hii county, iko na zaidi of 1000 people wafanyikazi wakazi wale wameajiriwa. Utakuta Turkana hawajafika hata 70. Wameru pia ni hivyo hivyo, Samburu pia ni hivyo hivyo. Another karibu 800 yote in one tribe. Wewe uliwahi kuona hiyo wapi? Wewe uliwahi kuona hiyo wapi? Kwa hiyo kama tunapitia, tukienda kwa ardhi ambayo tunaishi, sisi ndio tumedenominate nchi ya Isiolo yote, tumesarauni ardhi yote ni yetu, lakini hatuna barabara, hatuna mabridge. River mvua ikinyesha sisi ndio tunabebaka na mto. Kama mambo ya vita imekuja, huyu sisi anajua hakuna mali gari inafukia kwenda kuokoa. So itangoja kwanza mafuriko ipite ndio baadaye polisi ikimbia kwanza ku rescue kitu. Kwa hivyo hata barabara hatuna, hata madaraja hatuna, hata mashule hatuna. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.